Na hii ni jubilei ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam DITF mwaka 2026. Kwa hiyo ni ya kipekee kabisa. Mimi ni Godfrey Kusolwa na popote kule tutakupeleka. Na baada ya kufika katika viwanja hivi vya maonyesho haya vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tumefika katika banda la ushirikiano wa mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwanza ni mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF pamoja na NSSF wanashirikiana vizuri kabisa katika maonyesho haya ya mwaka huu, na kwa kipekee tumepata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa mfuko wa PSSF leo kesho pamoja, anaitwa Fortunatus Magambo. Kwanza hongera kwa kuja katika uzinduzi huu wa jubilei ya dhahabu. Asante sana mheshimiwa. Kwa majina naitwa Fortunatus Magambo, ni mkurugenzi mkuu wa PSSF. Nafurahi kwanza kwa kuja kututembelea kwenye banda letu. Sisi tumekuwa tukishiriki kwenye maonyesho haya kwa karibu miaka 10 sasa. Yeah. Na huu nafikiri ni mwaka wa 3 tangia tunashirikiana na NSSF. Kazi yetu kubwa kama zilivyoainishwa kwenye sheria yetu kwamba tunakusanya michango, tunawekeza pamoja na kulipa mafao. Ndio kazi yetu kubwa. Na kwenye kukusanya michango manake tunafikia wanachama wetu. Vilevile hao wanachama lazima tuwape service nzuri. Sasa tumeanza hivi karibuni kwa kusema kwamba tunataka tuwe tunawapa mafao yao mapema. Tuna slogan yetu tunasema tunalipa jana. Maanake nini? Kwamba mwanachama wetu tunapokuwa tunashamsajili yuko tayari kulipwa, amestaafu, anataka kulipwa mafao yake, tutahakikisha kwamba data zake ziko sahihi ili siku atakapokuwa anastaafu au amelipwa ila siku hiyo au hata jana yake. Ndio hiyo slogan yetu tunasema tunalipa jana, na hii imeonyesha mafanikio makubwa kwa miezi mitatu ambayo tulianza kuanzia mwezi wa 4, wa 5 na 6. Kwa kweli tumefanikiwa kulipa wanachama wetu wale wote walikuwa na staafu, tumewalipa kwa wakati. Na hii tumeshafanya kwamba kwa mwaka wa fedha ambao umeanza Julai 1 kwenda mpaka Juni 2027, tuna data za wanachama wetu wote wanaostaafu. Tutahakikisha kwamba data hizo ziko sahihi na itakapofika muda wa kustaafu waweze kulipwa kwa wakati. Hilo kwa kweli tunalifanya na imeonyesha kwamba tumeweza kufanikiwa kwenye hilo. Tunaelekea huko. Umegusia mfuko hapa. Hali ya ukuaji kwa sasa ya mfuko ikoje? Kwa kweli hali ya ukuaji umekuwa kwa kasi kuanzia mwaka 2024 mpaka sasa. Mfuko unaelekea trilioni 14 asset za mfuko, na sehemu kubwa ni uwekezaji almost trilioni 13 mpaka tunafunga hesabu za 2026. Asset za mfuko especially kwenye uwekezaji ni trilioni 13. Kwa maana hiyo utaona tumekuwa tulivyoungana mwaka 2018 mfuko ulikuwa na trilioni 5, lakini sasa hivi tunasema una trilioni 13 kwenye uwekezaji, lakini kwa ujumla asset zetu zote ni trilioni 14 mpaka tunafunga hesabu za 2026. Umegusia uwekezaji hapo, matokeo yake yameleta tija gani kwa maendeleo ya nchi, hasa Sabasaba hii inahusu sana ukuaji wa biashara? Kwa kweli kwenye uwekezaji kuna ile social economic impact inaonekana, especially katika maeneo tuwekeza. Kuna ajira nyingi zimejitokeza huko, especially kwenye viwanda ambavyo tumewekeza. Vilevile tumepata return nzuri kwenye uwekezaji. Tunawekeza katika maeneo tofauti tofauti, upande wa majengo, upande wa miundombinu, na tumeshaanza sasa hivi tunafikiria kuingia kwenye miundombinu kama waliofanya wenzetu wa NSSF kwenye daraja, na sisi tunataka kuwekeza maeneo kama hayo. Tumewekeza viwanda. Kuna kiwanda chetu cha chai Mponde, kiwanda ambacho kinatoa ajira kwa wananchi wa maeneo yale
ya Bumbuli pamoja na Lushoto. Vile tuna kiwanda cha ngozi Kilimanjaro, nacho kinatoa ajira nyingi tu kama watu 3,000 kwa wakati mmoja. Hizo ni ajira za moja kwa moja, lakini vile kuna ajira zile zisizo za moja kwa moja, watu kama 4,000 ambao value chain ile ya ngozi kuanzia mfugaji anapo chinja ng'ombe wake mpaka tunapokuja kuuza kununua ngozi na kutengeneza bidhaa za ngozi. Kwa kweli tumetengeneza ajira kubwa sana. Umetembelea hapa kwenye banda lako, umeona nini? Tujifunze nini hasa ambaye anafuatilia maonyesho haya ya Sabasaba mwaka huu? Mambo mengi ya kujifunza kwa kweli. Moja, tume enhance malipo yetu, tunalipa kidijitali. Ukifika hapa unapata huduma yako haraka sana, kwa kuangalia mafao yako, kwa kuangalia data zako kama ziko sahihi. Hilo lazima tunawakaribisha wanachama wetu na hata wale ambao si wanachama waje kujifunza kwamba kumbe tunaweza kupiga hatua kwa kuingia kidijitali. Na tumefika hapa tumejionea kuna uwekezaji umefanyika. Tumeona katika maonyesho kipo kiwanda cha nyama, kipo kiwanda cha bidhaa za ngozi. Tumeona wanatoa huduma kwa wananchi, wanaelezea ufanisi wa viwanda hivi. Sio unalipi kwa hilo? Kwa kweli hilo ndio tulikuwa tunasema kwanza katika uwekezaji wetu, vile tunaenda mpaka kwa wananchi. Manake tukiwa na kiwanda cha kuchinja nyama kwa ajili ya nyama ng'ombe, tunaenda kununua kwa wananchi, ambapo tunasaidia wananchi kupata soko kwa ajili ya mifugo yao. Hivyo hivyo kiwanda cha ngozi, manake ngozi ambazo zinachinjwa katika mikoa tofauti tofauti, tunaenda tunanunua, tunakuja tunazichakata kwenye kiwanda chetu. Na hii vile vile tunatoa hata elimu kwa wafugaji wa ng'ombe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapokuwa na ng'ombe wao wanatunza vizuri kwa ajili ya kupata ngozi iliyo bora kwa ajili ya kuuza kwenye viwanda kama vya kwetu. Tuelekea mwishoni, maonesho yamezinduliwa rasmi sasa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini kimekugusa, unashauri nini na unatazamaje sasa? Maana Dira ya Taifa Maendeleo inagusa swala la biashara. Ni kweli na tumeshuhudia kwa kweli, miaka 50 ni miaka mingi, na tumeona TanTrade wamefanya juhudi kubwa especially kuwaleta Watanzania hata watu kutoka nje kuja kufanya biashara au kuonyesha biashara zao, na hii inatupa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wenzetu namna ya kufanya biashara, na sisi tuweze kufanya biashara kwa wenzetu ambao wanakuja sehemu kama hizo. Vile sehemu kama hiyo watu wanapata huduma nzuri, na siku zote tulikuwa tukisema kwamba ikifika siku ya Sabasaba tunaenda kupata bidhaa kwenye uwanja wa Sabasaba. Kwa kweli tujifunza mengi sana. Hata neno lako la mwisho sasa tukuache, Mheshimiwa Mkurugenzi, ujumbe wako. Mimi actually nafurahi kwanza kwa kuwepo kitu kama hiki ambacho kinatuweka pamoja Watanzania, kinatuleta pamoja kuonyesha biashara zetu, kutangaza huduma zetu tunazozifanya kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo kwa kweli nafurahi, na Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana especially kwenye sekta yetu ya social security. Ametusaidia hasa sisi PSSF, tunamshukuru kwa sababu tangia alivyoingia kwenye madaraka kuna maeneo mengi ametusaidia. Mfano michango ilikuwa tunadai kutoka serikalini, ametusaidia, ametulipa almost trilioni 4.27 ametulipa, na hiyo imesaidia kuongeza ukwasi kwenye mfuko wetu, na mambo mengi unaona amesaidia, open uchumi, biashara watu wanafanya, private sector nayo imeshaingia kwenye mambo ya biashara. Kwa hiyo nafikiri Mheshimiwa Rais amefanya mambo makubwa sana. Naam, tumepata fursa hiyo ya kipekee ya kuzungumza na mkurugenzi mkuu wa mfuko wa hifadhi kwa watumishi wa umma, na ni Fortunatus Magambo. Amepata kuzungumza na machache katika yale mengi ambayo ni muhimu kwako wewe mwananchi. Ni wajibu wako kuweza kufika katika maonyesho haya na tembelea banda hili la ushirikiano kati ya mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma, nazungumzia PSSF pamoja na NSSF ambao ni mfuko wa hifadhi ya jamii wa taifa. Hatuna la ziada. Mheshimiwa, nikushukuru sana. Asante sana. Ndio. Na karibu tena. Asante. Shukrani.